Yes, tukiwa bado tupo kwenye sintofahamu ya GSM kudhamini vilabu 12 kwenye NBC Premier League, lakini wakati huo bado tupo kwenye sakata la Haji Sande Manara na rais wa shirikisho la mpira wa miguu Wallace Karia, lakini pia bado tupo kwenye sakata la Steven Mguto pamoja na TPLB yake dhidi ya Young Africans, lakini pia tupo kwenye jambo la CAS dhidi ya Young Africans, na kubwa zaidi Jemedali Saidi dhidi ya Hansi Rafael. Haya ndio mambo ambayo kwa hivi sasa yameshika hatamu kweli, lakini mimi nataka nikupeleke kwenye kile ambacho kipo behind the scene, huenda kikatokea muda na wakati wowote, kwa maana klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wapo mbioni kumrudisha aliyekuwa CEO wao wa zamani, kwa maana Barbara Gonzalez, kwenda kuchukua nafasi yake. Kumbukwe kwa hivi sasa baada ya kuondoka Mnyarwanda kwenye hiyo nafasi, kwa hivi sasa Simba wana kaimu CEO ambaye ni Madam Zubeda, na bado hawajapata ile CEO official kabisa. Sasa nisikilize kwa makini kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa. Disemba 2021, aliyekuwa mtendaji mkuu wa klabu ya Simba Sports CEO Barbara Gonzalez aligomea klabu yake kuvaa jezi yenye logo ya GSM punde baada ya kutangazwa na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana TFF kuwa mdhamini mwenza wa ligi kuu nyuma ya mdhamini mkuu Vodacom. Barbara alitoa hoja mbili tu za kupinga udhamini huo. Mdhamini mwenza GSM ana mahusiano ya moja kwa moja na klabu Young Africans ambao ni klabu shiriki katika ligi, hivyo kumkaribisha kama mdhamini ni kuruhusu upangaji wa matokeo ndani ya ligi. Pili, akasema klabu ya Simba ina thamani kubwa maradufu kuliko pesa za mkataba huo. Kwa mujibu wa mkataba GSM na TFF, kila klabu ligi kuu ilitakiwa kupewa milioni 200 kila mwezi, pesa ambayo CEO wa Simba kwa maana Barbara Gonzalez alisema ni ndogo sana kulingana na brandi ya klabu ya Simba. Klabu 14 kati ya 16 za ligi kuu zilikubaliana na mkataba huo na walikuwa tayari kuvaa logo ya GSM katika mechi zao za ligi kuu, isipokuwa klabu mbili tu ambazo ni Simba pamoja na Azam. Baada ya upinzani wenye hoja zenye mashiko kuhusu mkataba huo, GSM ambao waliwakilishwa na Hersi Said katika mkataba huo aliamua kujitoa katika udhamini wa TFF na kutangaza hilo. Ni miaka mitatu baada ya tukio hili la GSM kuanza kuingiza udhamini wake kwa klabu za ligi kuu, na sasa amefikisha klabu 8 ambazo anazidhamini. Hii nimekukumbusha tu miongoni mwa misimamo ambayo aliwahi kuiweka CEO wa klabu ya Simba Barbara Gonzalez. Sasa Simba wanataka kumrudisha tena kwa sababu kuna baadhi ya vitu wanaona kama hawavielewi. Hasa wanahisi kuna sakata zima la upangaji matokeo, kwa sababu GSM baada ya kushindwa kuidhamini ligi kuu na Barbara ndo alikuwa nyuma hili na alifanikiwa, GSM sasa wanaendelea kudhamini. Mpaka hivi sasa wamedhamini vilabu 8 na inasemekana vilabu 4 msimu ujao navyo vitakuwa chini ya GSM. Vilabu hivyo ikiwemo JKT Tanzania, Dodoma Jiji na baadhi ya vilabu vingine ambavyo bado hawajaweka wazi, lakini lile ambalo alilikataa Barbara Gonzalez pengine labda linatokea kwa design nyingine kabisa. Kwa hivyo Simba wanataka kumrudisha Barbara ili aweze kulipinga hili. Je, watafanikiwa? Lakini pia wewe shabiki wa Simba una uwezo comment hapo chini kutuambia, je, unadhani Simba watafanikiwa kwenye hili? Lakini sambamba na hilo tayari shirikisho la mpira wa miguu Afrika kwa maana CAF wametangaza tarehe rasmi ya Simba kucheza dhidi ya Al Masry. Itakuwa lini? Basi nisikilize kwa makini hapa nikujuze, lakini kubwa zaidi hakisha tuna subscribe of Pitch TV na unaendelea kuyapata yale mengi ya kimichezo. Shirikisho la soka barani Afrika CAF limethibitisha tarehe ya muda wa mchezo za robo finali za ligi kuu ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho kwa msimu wa mwaka 2024-2025. Mechi za mkondo wa kwanza za ligi ya mabingwa zitachezwa tarehe 1 na tarehe 2 Aprili 2025, huku mechi za marudiano zitachezwa tarehe 8 na tarehe 9 Aprili 2025. Katika robo finali ya ligi ya mabingwa, Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini watawakaribisha Esperance Sportive de Tunis kutoka Tunisia katika uwanja wa Lotus kwa mkondo wa kwanza na michuano huo. Mchezo wa marudiano utafanyika kwenye uwanja Stade Olympique Hamadi El Jebli. Kwa mashabiki wa soka nchini Tanzania, kombe la shirikisho Simba Sports Club ambao
watapambana na Al Masry Sports Club ya Misri. Mechi ya kwanza itachezwa tarehe 2 Aprili 2025 na marudiano yatafanyika tarehe 9 Aprili 2025. Kwa maana hiyo basi Simba mechi ya kwanza itachezwa tarehe 2 na mechi ya marudiano itachezwa tarehe 9 ili kujua Simba watakuwa wamevuna nini. Je, wataenda nusu finali kama ilivyo malengo yao, ama je wataishia hapo? Ilhali Watanzania wote tunaitakia kila la heri klabu ya Simba kuweza kufika mbali, kwa sababu Simba wakifika mbali si tu kwa maslahi ya Simba pekee, bali ni kwa maslahi ya taifa kwa ujumla, kwa sababu wao wakienda mbele kuna pointi ambazo wao wanaziongeza kama taifa kuhakikisha tunaingiza timu 4, kwa maana 2 ziingie katika kombe la klabu bingwa barani Afrika, lakini 2 katika kombe la shirikisho barani Afrika. Na hii ilianza kutengenezwa na Simba tangu huko nyuma baada ya kucheza robo finali week in week out, kwa maana season in season out. Kila msimu walikuwa wakicheza robo final, ingawaje watu wengi walikuwa wanawabeza na kuwatunga majina mbalimbali ikiwemo mwaka robo, lakini hii ndio ambayo imepelekea Simba kuweza kukusanya pointi nyingi sana kuhakikisha wanafanikisha ligi yetu ama taifa letu kupeleka timu 4, 2 klabu bingwa, 2 kombe la shirikisho. Kwa hiyo Simba bado wapo kwenye mchakato pia wa kuendelea kuhakikisha wanatengeneza kile kilichokuwa bora zaidi ili kuhakikisha kuvuka hatua robo finali na kwenda nusu finali. Kizuri ni kwamba wale Mafia ambao walifanya makubwa sana katika kuhakikisha Simba inafanya vizuri kimataifa, wote wamerudi chini ya Mohamed Dewji. Ni kujuze tu ya kwamba wakati Simba Sports Club wanacheza finali msimu wa mwaka 2003 ambapo walipoteza dhidi ya msimu wa mwaka 2003 katika mchezo ambao wao walicheza dhidi ya Zamalek kuingia hatua ya makundi. Zamalek ambao ilikuwa imetoka kucheza klabu bingwa duniani, yani kombe la dunia la vilabu, wanarudi wanakutana na Simba ambaye Simba huyo alikuwa akionekana mnyonge kwa kweli, lakini Simba waliweza kufuzu na kumtoa Zamalek. Wakati wanamtoa Zamalek kulikuwa na lundo la watu ambao ni Mafia kwa kweli, akiwemo Magori alikuwepo pale, Azim Dewji alikuwepo pale, marehemu Hans Pop alikuwepo pale, na baadhi ya vigogo wengine walikuwepo hapo. Kwa hiyo wale wote kwa hivi sasa wamerudi, kwa maana Hans Pop yeye ametangulia mbele za haki, rest in peace, lakini Christos Magoli yeye yupo, lakini yeye yupo katika kamati ya usajili, lakini wale kamati ya Mafia yupo. Azim Dewji amerudi na tayari ametangaza kuna tiketi 100 watu watalipiwa kwenda Misri kuishuhudia klabu ya Simba Sports Club, lakini pia kuna tiketi ya watu 1000 ambao watapata punguzo la 50% kwenda kuisupport timu yao. Je, naona nataka kuwa miongoni mwao? Basi wasiliana tu na klabu ya Simba ili upewe mwongozo wa namna gani wewe unaweza ukafika. Kwa hiyo kurudi kwa hawa pengine labda wanaweza wakatupa moyo na wakaonyesha pengine labda waweza kuifanya Simba kuweza kuvuka kuingia hatua inayofuata. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, hii ni Off Pitch TV. Hakikisha tu una subscribe na kuendelea kuyapata yale mengi ya kimichezo. Bye bye.